Kutoka Finu Media, mimi ni Josephine Geoffrey. Tanzania imetajwa kuwa na fursa ya kipekee ya kuwa kitovu cha kimataifa cha tafiti za kijiolojia na utalii wa kimazingira. Hii ni kufuatia wito wa kuchukua hatua madhubuti kulinda na kuhifadhi madini adimu duniani ya Yoderite yanayopatikana katika mlima wa Mautia, wilaya ya Kongwa, mkoani Dodoma. Wito huo umetolewa na meneja wa jiolojia kutoka Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania, Solomon Maswi, wakati akizungumza na waandishi wa habari waliotembelea eneo hilo. Tuko kwenye eneo hili la Kongwa. Mlima huu ni maarufu, unaitwa Mlima Mautia. Kiingereza unajulikana kama Mautia Hill. Mlima huu una historia kubwa sana kijiolojia kwa sababu ni sehemu ambayo ina mvurugiko wa kijiolojia. Sisi tunasema imeathiriwa na mabadiliko makubwa sana ya kijiolojia. Mabadiliko haya yamepelekea eneo hili la mlima kuwa na madini ambayo yana upekee duniani. Kwanza kabisa kuna madini ya Yoderite. Madini ya Yoderite yanapatikana mlima huu pekee Tanzania, lakini pia ukiangalia katika dunia, eneo hili la Mlima Mautia, madini haya yaligunduliwa mara ya kwanza Tanzania mwaka 1959 na mtafiti mmoja wa Marekani ambaye alikuwa anaitwa Hatten Yodel. Sasa baada ya kugundua madini hayo mwaka 1959 yakapewa jina la Yoderite. Kwa hiyo hilo jina la Yoderite limetokana na mvumbuzi wa hayo madini. Kulikuwa hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kupata haya madini ya Yoderite. Mpaka ilipofika mwaka 1998 ndipo Zimbabwe pia yakagundulika haya madini kwenye belti inayoitwa Zambezi Belt, Zimbabwe. Sasa unaweza ukaangalia kwamba duniani kote nchi ya kwanza ambako haya madini ya Yoderite yaligunduliwa ni Tanzania. Maana yake ni kwamba tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo hayapatikani sehemu nyingine duniani, na pia tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo yaligunduliwa mara ya kwanza Tanzania. Kugunduliwa kwa Yoderite kunaipa Tanzania heshima kubwa katika ulimwengu wa sayansi kutokana na umuhimu huo. Uhifadhi wa mlima wa Mautia si tu kwamba utalinda historia ya kijiolojia ya Tanzania, bali pia utafungua milango mipya ya utalii wa kijiolojia na kuongeza fursa za kiuchumi kupitia watafiti na watalii wa kigeni. Ni wazi kuwa kulinda madini haya adimu ni kuwekeza katika elimu na urithi wa vizazi vya sasa na vijavyo.